Yes, ni 12 ya mwezi wa 4 2025 mwaka. Leo ni siku nzuri kabisa ya weekend ambayo tumepokea dashboard jana ya Pi. Dashboard hii ya Pi ambayo imetokea jana kuamkia leo, Pi Ad Network Application Open. Hii habari ni njema sana kwa pioneers. Kwa nini ni njema? Nikaamua kuambatanisha na zile sehemu ambazo tuliwahi kuzipita hatua hizi kipindi cha huko nyuma, mwezi fulani hivi, miezi kadhaa niseme huko nyuma, ambapo ilikuwa ni mwezi wa 12 nakumbuka, kumbukumbu yangu inanambia hivyo, ambapo tulikuwa na issue moja ya alama zile kuu ambazo waliziposti core team kutokana na tulikoanza mpaka tunako kwenda kufika mwisho. Kwa nini nilirudisha dashboard ya mwezi wa 12 mwaka jana, kwa maana ya mwishoni mwa mwaka? Lengo ni kukumbushana tu na kuamshana tu kama familia moja ya tuseme ya Pi Network, kwa kuwa core team wana mikakati na wanaongea kwa kodi sana. Ndugu zangu, mimi nawaambieni kitu, na nimetumia sauti hii ya upole sana na ya chini sana. Najua kuna shida moja sisi kama Watanzania ambao tunashiriki project ya Pi. Hasa kwenye upande wa viongozi, sisi ambao tunaitwa viongozi, tumekuwa ni watu ambao tuna taarifa za kanganya. Yani kwa maana anaweza akatoka fulani akazungumza hiki, akatokea mwingine akaongea kile. Kwa hiyo pioneers wale walioko katikati yetu wanasema mbona Zinge alitoka kaongea hiki, alafu then anatoka kiongozi mwingine fulani aliongea hiki. Kwa hiyo inaonekana tayari zaidi ya viongozi 3 mnafika 4, mnaongea kila mtu la kwake. Hiki kitu kimekuwa kikiendelea sana hapa nchini kwetu, hasa Tanzania, lakini kwenye nchi za jirani sijafanikiwa kukiona, kwa sababu nawasiliana na viongozi wa nchi jirani. Kwa mfano Kongo, wao wakikaa hata kwenye vikao na GCV ambassadors, hawaipeleki ile taarifa official kwa pioneers. Wanakaa kwenye group lao la ambassadors wa nchi ya Kongo baada ya kutoka kwenye vile vikao vya juu, na wanajadili na wanaweza kuona hili ni linafaa kuwapa pioneers au hili tukae nalo wenyewe. Basi kama halina umuhimu wanakaa kimya na wanaliacha kama lilivyo. Kwa hiyo unakuta ile community ya kwao haipati ile taharuki kubwa, kwa maana ya kuanza mivutano au kupata pressure na jambo fulani. Lakini tofauti na Tanzania tukishakaa kwenye vikao, basi kila mmoja akirudi huku anarekodi voice yake, anatuma tu kwa pioneers, na sisi tunalipokea, tunaruka nalo, mwisho wa siku ndo linakuwa ndo jambo ambalo linaenea. Mimi binafsi niseme, nimekuwa ni mtu ambaye kwanza naheshimu sana viongozi, na wote nawaheshimu sana 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 kwa mchango ambao mnaufanya au mmeujitolea huko nyuma mpaka kufika hapa tulipo. Kwa hiyo sio kitu rahisi, na hakuna mtu anayeweza kufika hapo kupambana kiasi hicho. Kwa hiyo tuendelee kupambana na mapambano ya kila siku. Lakini nina kitu ambacho nataka nikiweke sawa kupitia ile taarifa ambayo nimeiposti jana kupitia zile dashboard ya muda mrefu ambayo ilikuwa inatumika huko nyuma kwenye mwezi wa 12, iliwahi kupostiwa na core team. Mimi binafsi nilisema tu na nikachukua alama hii mpya, kwa maana ya kuwaonesha core team pale pembeni wameweka barbu zile. Lakini kabla tujafika kwenye barbu, kwa sasa hivi tulionesha tuko kwenye hatua ipi. Sasa kutokana na hatua ipi tulionayo, nataka nikumbushe kidogo tu ambapo tunakwenda kuonesha
na kile walichokuwa kiandika huko nyuma kupitia white paper. Tukirudi huko nyuma kwenye white paper iliwahi kuainisha mambo mengi sana before hiyo global mainnet haijatokea. Ukiangalia waliwahi kusema kwamba kabla ya open mainnet kutakuwa na grace period. Lakini grace period tumeona, na grace period tamati yake imetamatika tarehe 14 ya mwezi wa 3, kwa maana ya mwezi uliopita. Na pale tukio lile halikuhusisha kufungwa kwa akaunti za watu. Hakuna mwenye akaunti ambaye aliwahi kufungiwa, labda kwa kugundulika kwa kufanya biashara ile ya black market, kwa maana alifungiwa miaka 100. Sijaona na sidhani kama yupo, bali tuliona ugawanywaji wa zile pai ambazo watu walizikusanya na kuweza kupunguziwa zaidi na zaidi. Lakini kwa kufungwa akaunti, tukio hili halikutokea la kufungiwa hiyo miaka 100 kwa wale ambao labda walifanya makosa kwenye kununua pai na kufanya hiyo black market. Ukiangalia hatua hii ya leo ambao tupo, ndo hizo alama za kwenda kukamilisha hizo dApps ambazo tumepewa. Nakumbuka waliposti Twitter waliwahi kuposti, nafikiri kama sikosei ni mwanzoni mwa mwezi huu, waliposti core team kwenye ukurasa wao wa Pi Network, wakaweka kwamba tuweze kwenda kufanya updating ndani ya Pi browser. Tuka-update zile application zetu ambazo tulizi submit core team, kwa maana tuzi-update zitoke kwenye ile testnet na ziende kwenye hatua ya mainnet. Na zoezi hili tulipewa tarehe kuanzia hapo walivyoposti, na sasa hivi leo maana yake ndo zoezi limeanza rasmi. Hapa dashboard inasema. Kwa hiyo tutakwenda kufanya hizo updating na tutakwenda kufika ukomo wake kwenye tarehe 28 ya mwezi wa 5 2025. Kwa hiyo mwisho wa zoezi hilo ukikamilika, maana yake hizi application ambazo zitakuwa zimefanikiwa kwa update na kuingia kwenye ile mainnet kutoka testnet, maana yake zitakuwa moja kwa moja zimekwenda kujipatia domeni zake moja kwa moja bila kulipia jina lao la domeni. Naomba nieleweke. Hata kama hawakulipia domeni, maana yake ile application iliyoingia kwenye mainnet, maana yake itapewa domain name yake moja kwa moja. Kwa maana sio tarehe hiyo, lakini mwisho wa domain ambayo itakuwa ni 28 mwezi wa 6 2025, ndipo mwisho wa domain siku hiyo. Kwa hiyo watu wale ambao walifanya updating za application zao watakwenda kupewa zile domain name zao, watakabidhiwa. Hicho ni kipengele cha hii dashboard, na kuwakumbusha watu wakaweze kufanya hizo updating. Tunakwenda kuangalia kwenye sehemu ambayo kwangu mimi naiona ni ya hatari zaidi kutoka hatua hizi, japo wengi wamekuwa wakisema hatua hii ya kikufuri kinachofuata kwenye hizi alama kwamba tulishaivuka. Yaani wengi wanaamini tulishavuka. Kwa hiyo core team wanataka kuniambia kwamba tulianza kwanza mbele afu tunarudi nyuma. Ndio maana yake. Kwamba ndo watu wanavyofikiri kwamba tunaanzia uko mbele kwenye kikufuri, tukaenda mara sio open network huko kwenye barubu, tukarudi kwenye hizi alama. Hii kitu mimi naweza nikasema hapana. Hapana. Kwa sababu gani? Ndio maana nikasema nitahusisha na white paper hapa, kwa sababu kwenye white paper kabla ya open mainnet hiyo global, maana yake kutakuwa na tukio la kuwafungia wale ambao walishiriki kufanya mabranda, kwa maana zile black market waliovurunda
kuna shughuli ya kufungiwa kabla hatujaenda kwenye ile open mainnet. Ni matukio ambayo yalizungumzwa huko kwenye white paper, na hili halijafanyika. Tutambue ile tarehe 14 ilikuwa ni grace period. Swala la kufungiwa akaunti za watu ni swala ambalo lipo, ni baada ya hizi dApps kukamilika. Kinachofuata ni kuja kula spa na watu. Ndio maana nimekuwa ni mtu ambaye najaribu kushauri kutokana na mawazo yangu tu. Na shauri, kwa nini Watanzania tusiwe na tahadhari? Kwa nini tusiishi kwa umakini mkubwa? Kwa nini tufanye kitu ambacho yani hakina ulazima? Ingelikuwa tunachokifanya kina ulazima mkubwa, kwamba tukifanya tunalazimishwa tufanye. It's okay, tungeweza kufanya. Hata mimi huwa navifanya. Kwa mfano kitu ambacho kimeelekezwa na koti, mfanyeni hiki ili kukamilisha hatua hizi, huwa nafanya. Ukija ukiangalia, hii ni hatua ngumu sana, na hapa kutakuwa na vilio vingi sana. Siwatishi, ila nawaambieni tu kutakuwa na vilio, na yule ambaye atanielewa is okay, yule ambaye hatanielewa abaki na mtazamo wake, aendelee kufanya yale ambayo yanampendeza. Endapo itatokea iko siku huenda tukarudia hii audio kwa watu ambao wanaweza kawa nayo wakairudisha, kuja kukumbushia kwamba tuliwahi kuzungumza nini, baadhi ya watu wengine tulisema hichi kitu. Ndio maana tunahitaji kuwa na tahadhari kubwa sana. Kikombe hiki mimi nawaambieni hakiepukiki. Yaani tukisema kwamba eti imeshapita, hapana, hiki kikombe hakiepukiki. Kiko pale pale. Lazima kuna watu watakinywa. So baada ya kufungiwa hapa, ndipo tutakwenda kwenye ile barbu juu pale. Ile ndio ile global mainnet yenyewe baada ya kufungua kila kitu. Lakini kwa sasa, ndugu zangu, tunatakiwa kuwa makini sana. Kwa sababu huu mradi huko kwenye white paper umetuwekea vitu vingi sana, na ambavyo wanakwenda wanavifanya kwa awamu. So grace period hii hapo imeshakamilika, done. Tuliambiwa tutafanya international barter trade, itakuwepo. Nafikiri international barter trade sio mpaka tukusanyike twende pale Stanford, California, tukafanya hiyo barter trade, no. Barter trade ilikuwa inahusisha map of Pi. Ukija hizo Pi Fest zote ndio hizo tu biashara mojawapo. Kwa hiyo wenzetu walikuwa wametengeneza mfumo wa kutuandikia mapema hivi vitu tujihadhari. Kwa hiyo na kabla ya hapo kuna kitu kitakuja kufanyika, mass migration, kwa maana ya ile finally mainnet migration. Na siku itakayofanyika tu finally mainnet migration hii, maanake ni uhamiaji wa mwisho kwenda mainnet. Ukitokea huu uhamiaji, maana yake moja kwa moja core team lazima wataiondoa ile mining rate hii ambayo tuko nayo, na tutarudi kwenye ile 0.0001, kwa maana ya uchimbaji wa Pi utakuwa kwa kiwango cha chini mno. Kwa sababu unaposema neno finally mainnet migration, maana yake ni uhamiaji wa mwisho. Hakutakuwa mwingine hapo kwenda mainnet. Sasa wale watakao kuja kuchimba kwa hatua zile pale, maana yake ukiwahamishia tu, uchimbaji utakao kuwa unaendelea utabadilika. Na moja kwa moja hapo naiona sasa ndio hatua ya kuanza kutumia nodes, ambazo zitakuwa tunachimba kwa nodes. Ndipo tunakwenda kuitumia ile hatua hiyo ya hiyo hiyo mining rate ya 0.0001. Hiyo ni mitazamo yangu. Of course tumekuwa tukitoa mawazo mengi tukizungumza, japokuwa wapo ambao ni wasomi, tunawaamini, wana elimu kubwa, watu wana elimu kubwa sana na wanajizungumza, wanajitamka. Lakini niseme tu kitu kimoja, project hii ya Pi sometimes haihitaji elimu kubwa. Unaweza ukawa na elimu kubwa sana, lakini ukawa ni mtu ambaye unaishi kwa kukalili. So au ukawa unafanya vitu kwa mihemko vile vile kupitia labda elimu ulionayo. So ndio maana mimi siku zote nawaambiaga hata watu kwamba usimdharau mtu kwa kuwa wewe una masters, una PhD, wewe ni profesa, kwamba wewe basi ndio unakaa unajua zaidi kuliko wengine. Mimi sijawahi kufika huko hata kidogo.
Japokuwa mimi nina akili zangu tu za kuvukia barabara, lakini zinanitosha kwa kufikiri na kuwaza hii project inakwenda wapi na nini nichukue hatua gani, kwa maana ya kuwa mtulivu na niwe msikivu na nifate kile ambacho kitakuwa kimekuja kwa wakati huo, ndo kwa timu ameniambia nitafanya. Lakini tukitumia kuendesha hivi vitu kwa kuwaza elimu zetu au utu uzima wetu tulionao kumzidi fulani, hatutafika salama, kwa sababu kuna vitu vingine vinaweza vikawa na hatari ndani yake, lakini mwingine akavikumbatia akasema hiki kinafaa kwa kuwa yeye ana elimu. Na kisha sema ana elimu, manake watu wanakuamini, wanakufuata nyuma yako. Umeona? Ndio maana mimi kuna kipande kimoja huwa nasemaga pata elimu ikusaidie maishani na sio darasani. Kwa kuwa naamini elimu sawa, elimu ni kitu cha msingi na kinapanua uelewa, unaongeza knowledge ya kutosha kichwani. Lakini sometimes kwenye maisha elimu zetu tulizonazo huwa zina 20%, lakini 80% ya mafanikio ya maisha yako ya kila siku ni juhudi yako wewe mwenyewe. Vile unavyopambana wewe mwenyewe na maisha yako ndipo unapoweza kufanikiwa. Kwa hiyo hata kwenye mafanikio ya pai itakuja kutegemea na wewe mwenyewe unachokiamini na unachokifanya sahihi. Unaweza kufanya kwa kukurupuka ikakugharimu. Ndio maana tunahimizana kwamba kama Watanzania tunapendana kwa upendo, viongozi tuongee lugha moja, viongozi anyway, kama ukiona kitu ambacho labda hakija kupendeza, mimi huwa sijawahi kutoka na kukijibia au kukisema ovyo ovyo. Yaani huwaga nasema tu hiki mimi sifanyi, naacha. Na huwa simfesi mtu moja kwa moja akisema fulani basi nitoke nimjibu fulani indirect kwamba wewe fulani nimjibu kwa na nimtaje jina, hapana, siwezi. Ni kitu ambacho huwa sio kizuri. Kwa sababu kama kiongozi ametoa mawazo, amekosea, ni vyema ukamfuata kiongozi mwenzio inbox na mkazungumza, kiongozi wangu hii iko hivi hivyo. Kwa hiyo unajaribu kumweka sawa ili kumpanua mawazo, na si yani unasimama ndani ya pioneers kwenye groups mbalimbali unajinadi wewe ndio unajua zaidi kuliko mtu fulani ambaye ametoa mawazo fulani. Kawaida tunakuaga na kitu kimoja ninachokiamini. Leo huyu ana mawazo mazuri, kuna siku Zinge anaweza kawa na mawazo ambayo sio mazuri, lakini kwa kuwa ni siku nyingine Zinge pia na mawazo mazuri, wewe ukawa na mawazo mengine sio mazuri. Kwa hiyo huwa wote tunatengeneza nyumba moja. Kwa hiyo tunasema tupendane na tuishi kwa upendo, tuwalishe vitu ambavyo pioneers wengi watakuwa wapa faida. Kwa mfano, swala la kununua pai kwenye exchange, si kwamba mimi naposema hapana, yani kwamba labda mimi nionekane napinga community nzima wasinunue. No, wewe unayeamini kununua unaweza kununua, kwa sababu mimi nimefanya mining, so ninazo kwenye wallet yangu, nina pai nyingi. Nanunua zile za nini? Labda naamini kwa maisha yangu mimi zinanitosha ndizo nazo, hata kama nina pai 50 au 100 zinanitosha. Lakini kuna mwingine anatamani apate nyingi zaidi. It's okay kwenda kununua exchange. Lakini kwenye exchange kuna mtu anasimama anawaambia watu nunua exchange, peleka kwenye wallet yako hivyo, kwa sababu firewall imefaje? Imeondoka. It's okay, ni sawa. Kila mtu anachokiamini. Kuna mwingine anawaambia nunueni mhold exchange. Ni sawa. Mimi kwa sasa hivi yani mtu atakachokijisikia kufanya, yeye afanye kutokana na kile ambacho kinamsukuma kufanya ni sahihi. Kila mtu ana mawazo yake na inaheshimiwa. Si wazo la mtu fulani ndio liheshimiwa. Kila mtu ana mawazo yake ni sahihi na anaweza akafanya kitu kwa wakati sahihi. Mungu atusaidie tuweze kufika hii safari salama